Kenya imeendelea kuwa miongoni mwa nchi hasa zenye ushawishi katika siasa na uchumi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, na katika miaka hivi karibuni taifa hilo limepitia mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa siasa zake, hasa katika kile ambacho kimetajwa ni kuibuka kwa siasa za kizazi kipya. Lakini hivi karibuni pia tumeshuhudia majibizano baina ya viongozi wa juu katika taifa hilo na yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Tutazungumza kuhusiana na hilo na kufanya uchambuzi wa kile ambacho kinajiri hapa studioni, tukiwa tumemwalika Mwalimu Deus Kibamba. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Tunaye pia Musa Lugete, karibu sana. Asante sana. Na kwa njia ya mtandao kule nchini Kenya tutaungana naye Edwin Kegoli kufahamu pia kile ambacho kinajiri. Edwin, karibu sana. Kama uko tayari basi tutaungana naye pale ambapo atakuwa tayari, lakini karibuni sana. Karibuni sana. Na hiyo Lugete ya kushukuru kwa hivi, hiyo ni style ya Mashariki ya Kati au nani? Mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali. Hali inapokuwa tete. Karibu sana. Asante sana. Mwalimu Kibamba. Kwa hiyo hali ni tete sasa. Hali ni tete. Wapi huko sasa? Kote duniani hakuna sehemu ni salama. Watu wanatunishiana misuli, kila mtu anataka kuwa mkubwa. Sasa Kenya, Afrika Mashariki, kumekuwa na mvuto mkubwa sana wa kufuatilia siasa za Kenya, hasa tunaona wanavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwakani, mvutano unazidi kukua. Na wakati mwingine kumetokea wasiwasi kidogo. Japo mambo haya yanapelekwa kama utani, wengine wanafurahia, wanacheka, lakini ni kama kuna wanasema ni jambo limekuwa personal, yani kuna yale mashambulizi ya moja kwa moja ya wajihi wa mtu jinsi anavyoonekana, mtu anavyozungumza, sauti ya mtu jinsi ilivyo. Labda kwa muhtasari tu, Mwalimu Kibamba, nini hasa kinaendelea sasa hivi kwenye siasa za Kenya, ukiangalia tu kwa jicho la haraka haraka, kwa tathmini yako? Nafikiri Kenya, siasa za Kenya zina utamaduni wake. Kwa kawaida huwa kuna kitu tunaita political culture, utamaduni wa kisiasa. Kila nchi ina utamaduni wake. Kuna nchi ambazo kiongozi hawezi hata kutajwa. Kiongozi wa nchi hawezi kutamkwa. Ukiingia kwenye hiyo nchi, basi ukisema huyu bwana Kibamba vipi anaendeleaje, au mheshimiwa rais wenu anaendeleaje. Wakati fulani ilikuwa La Habana, Cuba, katika hali ya kunywa chai mgahawani pale hotelini, nikauliza, hivi rais huwa makazi ya rais huwa ni wapi? Unajua nusura nipata matatizo. Wakati wa Fidel Castro usingeulizia makazi ya rais. Kwa hivyo siasa za Kenya mimi ninavyoziona, utamaduni wake ni tofauti sana na nchi yoyote hapa Afrika Mashariki. Siasa za Kenya unaweza kuziita kwa kweli za kujiachia, utamaduni wa kisiasa wa kujiachia, na huo wamejitahidi sana kuulinda baada ya kuanza kuujenga. Wakati wa mpaka kufikia wakati wa Mzee Moi, ndio siasa za Kenya zilikuwa zimekaza sana. Lakini baada ya Moi, nadhani kuanzia Kibaki, ndio kwa kweli siasa zimekuwa ni siasa za kujiachia. Niseme kwa maana mbili au tatu tu. Ya kwanza ni kuhusu mjadala. Ndio Kenya watu wanajadiliana siasa pasipo tashwishwi yoyote. Nitumie maneno ya profesa wangu, Profesa Kabudi. Hawajadiliani kwa tashwishi yote, mtu anajadili kile anachokiona. Ingekuwa nazungumzia uhuru wa kujieleza na uhuru wa kutoa maoni, kwa kweli Kenya uko juu sana, kiasi kwamba kuna wakati watu wamekuwa wakiona kama sasa hiyo imekuwa fujo hivi. Mtu anaweza kueleza kwamba kiongozi wake nyuzi zimefyatuka. Uwezi kueleza hiyo Uganda pale kwa Mzee Museveni, au hata kwetu hapa. Utamaduni huo haupo. Yani msije mkafikiri kwamba tunazungumzia jambo gani. Utamaduni wa kisiasa ni tofauti. Lakini pia kuna mambo mengine ya kujiachia kisiasa. Kwa mfano, sheria za Kenya ambazo zimesukwa kwa mtindo wa kuakisi utamaduni wa kisiasa uliopo, zimewekwa kwamba vyama vya siasa vinaweza kuungana na kuachana dakika yoyote.
miungano ya vyama vya siasa. Sisi sheria yetu ya vyama vya siasa hapa, samahani sana kwa kulinganisha kidogo ili watu wanielewe, inaweka kigingi kwa miungano. Miungano, vyama kuungana inaruhusiwa, lakini imetolewa siku ngapi kabla ya uchaguzi muwe mmeshaungana, na baada ya uchaguzi muungane lini. Hiyo Kenya haipo. Kenya mnaweza mkaungana. Ndio maana umeona miungano hawa wanaweza kaungana, alafu uchaguzi ujao waliokuwa wameungana kule wameungana, mmoja kaungana huku, wengine wameungania kule, yani wanapishana. Hiyo ndio tunaita siasa, utamaduni wa kisiasa wa kujiachia. Mfano mzuri ni William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2007 alikuwa upande wa Raila Odinga. Ndio. Mwaka 2013 na 2017 akawa na Uhuru Kenyatta. Ndio. Mwaka 2022 tena akawa tofauti na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Sasa huo ndio utamaduni tunaoongelea. Utamaduni wa namna hiyo Tanzania ulipokuwa kama unataka kukua ufikie hatua hiyo, viongozi wakuu hapa walikuwa wana maneno makali ya kukemea. Mwalimu aliwahi kusema kuna siasa za kimalaya. Maneno makali sana haya. Maneno makali sana yakimaanisha wanasiasa ambao leo wanaweza wakawa hapa, kesho wakawa kule. Lakini nasema hivi, utamaduni wa kisiasa hapa kwetu ni tofauti na wa Kenya. La tatu ambalo nitaka nimalizie kuhusu siasa za kujiachia ni jinsi wananchi wa Kenya wanavyoweza kujitokeza na kwenda kueleza wanayoyataka. Kwa mfano kwenye maandamano, ukitaka watu wanaoandamana Afrika Mashariki ni wa Kenya. Wao wakiamua sasa tunatoka tunakwenda kuandamana pasipo shida, yani tunakwenda kujieleza, bwana wanatoka. Na ndio maana viongozi wa Kenya, naona Rais Ruto kipindi fulani ilimwia ugumu sana kulaani maandamano. Ilibidi aseme kwa kweli tunalaani kwamba wageni, na hili neno wageni limeingia sana Afrika Mashariki, wageni walikuja wakaleta shida hapa Kenya kwenye maandamano, lakini vijana wetu tunawapongeza, walikuwa wameamua kujieleza, na serikali ya Kenya italinda wananchi wanaotaka kujieleza ili mradi wasilete fujo. Kwa hivyo kwa mambo hayo matatu naweza kusema Kenya ina utamaduni wa kujiachia. Nimesema kwamba kwa mtu ambaye hujazoea utamaduni ule wa kisiasa, unaweza kadhani kama ni fujo hivi, unaweza kusema mbona utamaduni mpaka unakosesha adabu. Na hapo ukiangalia kwenye mikutano walikuwa wanashambulia, na sijui kama Mtozi ataturuhusu tusikilize japo kidogo tuone, lakini wacha tuone kama hilo litawezekana. Lakini wakati tunaendelea, Lugete, tumeona sasa wengine wana wasiwasi kuhusu maneno ambayo wamekuwa wakitupiana, wakati mwingine wanaonekana kama ni maneno makali sana. Hii inaweza kuwa na athari yoyote kisiasa? Samani, siasa za Kenya zinataka kufanana kidogo na nchi ya Nigeria. Siasa za Kenya, ili uweze kupata urais Kenya au mamlaka, ni lazima uungane na makabila mawili dhidi ya kabila moja. Yaani mfano ukiangalia kule Mount Meru kule, kuna ndo eneo lenye watu wengi, kuna zaidi ya watu takriban milioni 13, ambapo kule kuna Wameru na Wakikuyu. Mtu yeyote anayetaka kuwa rais wa Kenya ni lazima atafute ushawishi Mount Meru. William Ruto eneo la mlima. William Ruto alimchukua Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hakuwa rafiki yake, ila kwa sababu Rigathi Gachagua alikuwa na nguvu Mount Meru, akamchukua ili aweze kutimiza matakwa yake ya kisiasa, ingawa alikuwa ni mwiba mkali. Akaamua kuungana naye. Kuna falsafa moja, kwa maana kwa kuwa unataka kwenda Ikulu unaweza kaungana na malaika au shetani ili bali tu ufikie matakwa yako ya kisiasa. Baadaye alivyomtema Gachagua, akamchukua Profesa Abraham Kithili Kindiki ambaye naye ni Mmeru kutokea Mount Meru, ili kusudi kukata kula za kule. Na sasa hivi anachokifanya Ruto, ana strike deal na Wajaluo. Ndio maana ameisambaratisha ODM, anawataka Wajaluo, kwa maana ya kwamba Ruto Mkalenjini akiungana na Wajaluo kwenye uchaguzi ujao anaweza kuwashinda Wakikuyu. Kwa kina Gachagua, timu ya kina Gachagua. Kwa kinachoendelea sasa hivi ni kujaribu kusambaratisha maeneo yenye ushawishi mkubwa ili kuweza kupata kura. Ni sawa na Nigeria. Ili uweze kuwa rais wa Nigeria ni lazima uwe na ushawishi majimbo ya kaskazini mwa Nigeria ambayo ndio yanawapiga kura wengi, Zaria, Zamfara, Katsina kule. Ndio maana kwa miaka mingi Nigeria imekuwa ngumu rais Mkristo kushinda uchaguzi, kwa sababu kule Waislamu ndio wengi wapiga kura wengi.
Mara ya mwisho alishinda nani Olusegun Obasanjo. Na ni kwa sababu tu mgombea mwenza wake alikuwa ni Muislamu wa kaskazini. Lakini kulikuwa na Goodluck Jonathan. Hakuwahi kushinda urais. Goodluck Jonathan alikuwa ni mgombea mwenza wa Profesa Musa Omar Yar Adua aliyefariki. Alivyofariki ndo akawa rais pale. Uchaguzi uliofuata wa pili Goodluck Jonathan akashindwa na Buhari. Kwa hiyo unaona kabisa ni ngumu kwa sababu ni siasa za majimbo. Na the same inataka kufanana kidogo na Sierra Leone na Liberia. Kuna majimbo ukiweka nguvu tu wewe unakuwa rais. Lakini athari zinazoweza kuziona ni kwamba zinavunja umoja na mshikamano. Unaona ODM baada ya kina Edwin Sifune kuondoka, wakina Babu Owino wamekuwa wanarusha maneno kwenye muungano ule wa ODM dhidi ya nani ya yule mzee Oburu Odinga na wanachama wengine wa Kongo kile kichama. Lakini unaona kule kwa kina David Maraga, Rigathi Gachagua na wengine wamekuwa wakirusha mawe dhidi ya serikali ya William Ruto. Lakini pia ukimya wa Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, kwa hichi kipindi cha hivi karibuni imekuwa ni tishio kubwa kwa usalama wa Kenya, hasa kwa usalama mwenyewe wa William Ruto mwenyewe. Ukimwangalia William Ruto amekonda, anashindwa kujua huyu Uhuru anacheza kete gani, kwa sababu Uhuru nao ana ushawishi mkubwa. Sasa ndio tulikuwa tunasema, yani mambo wenyewe wanashambuliana, mambo ya kukonda, huyu ameshiba sana. Nafikiri hayo ni vitu ambavyo tungetarajia kuviona kwenye siasa. Maana inawezekana mtu labda yuko kwenye program ya kufanya diet au vitu kama hivyo. Sasa zinaweza zikawa hoja kweli za kujadili Mwalimu Kibamba kwenye habari ya kukonda ipo kwenye siasa, ndugu yangu, ipo. Nadhani kila unapokwenda unataka utazame siasa zinaamuliwa na nini. Kenya ukabila umekuwa sana. Mlima Kenya umekuwa ni muamuzi kwa sababu ya idadi ya watu, lakini pia watu ambao wanaweza kwenda na upepo utakakovumia wanaweza kwenda. Kwa hiyo wamekuwa tunaita deciding vote. Ukitazama nchi nyingi unaweza kukuta ama ni dini inakuwa kigezo, ama ukabila inakuwa kigezo, ama ukanda inakuwa kigezo. Kwa mfano Rais Paul Biya ambaye mnamuona leo gwiji mwamba amebaki muda wote huu. Rais Paul Biya, karata iliyomfanya akafahamika sana ilikuwa ni kama karata ya Mwalimu Nyerere. Ilikuwa ni kuiunganisha Kamerun. Sasa Kamerun ilikuwa imegawanyika kati ya Kamerun ya Kifaransa na Kamerun ya Mwingereza. Ilikuwa ni habari ya ukoloni. Ukoloni umeigawa Kamerun, vimekuwa vipande viwili. Na kwa hiyo ukitazama hivyo, ukija hapa South Sudan ya Kusini, utakuta ni habari ya Manuel na Madinka, ni ukabila wa rangi hivi, Waarabu dhidi ya weusi. Unajua wenzetu Sudan ya Kusini wamejaliwa kama ni mweusi kweli, sio kidogo, yani huwezi kujitofautisha. Ingawa kuna rafiki yangu mmoja mweusi sana, anasema mimi Mwarabu, unajua. Nilishtuka, lakini nikasema anyway, unajua Uarabu inaweza kawa ni ule ukoo kama wewe Mwarabu kabisa hapo kwa maelezo yake. Kwa hivyo nitaka kusema kwamba utakuta ndio maana Salva Kiir, tukitoka kidogo, maana ni jirani wa Kenya, inakuwa ni ngumu Salva Kiir kuondoka, kulingana na kwamba akina John Garang bado ni factor inayoamua hivi leo Sudani ya Kusini. Kwa hivyo kwa Kenya niseme utamaduni wa kisiasa wa Kenya ni flexibility. Kenya inaweza kukafanyika kitu ambacho Uganda hakitafanyika, Rwanda hakitafanyika, Tanzania hakitafanyika. Kwa mfano, nani anaweza hapa tukapiga kura, alafu wakati rais anasubiriwa kuapishwa, mtu mmoja ambaye hajatangazwa na tume akajiapisha? My friend, kitakachokupata yani wewe ukijiapisha. Lakini uone pia tulimuona baba akiwa ameapishwa na Miguna. Uone pia Uhuru kizidi, pia taifa linashindwa kuwa na misingi ambayo inaheshimiwa, kwa sababu hatutarajii pia katika hali ya kawaida mtu akajiapisha kama rais. Na hata nchi zenye demokrasia kubwa tujawahi kushuhudia mambo kama hayo yakijitokeza. Yani mtu kufikia hatua ya kupuuza kwamba mamlaka, vyombo vya kusimamia uchaguzi vimemtangaza mtu fulani ndo mshindi wa rais, na tunatarajia yeye ndo aape, alafu tunaona mtu mwingine tu anaibuka anajitokeza na anataka kwenda kuapa. Sasa hiyo ndio mjadala mzima wa utamaduni wa kisiasa. Utamaduni wa kisiasa ni somo tunafundisha miaka 3. Political culture inaweza kushape mambo yanavyokwenda katika nchi. Kwa Kenya hilo liliwezekana, na uliona
baadaye ilionekana kama ni alama tu ya watu kuonyesha kwamba huyu ni rais wa wananchi, rais wa mtaani. Lakini kwa kweli kwa nchi zingine ambazo utamaduni sio wa namna hiyo, ile ingeweza kuleta fujo. Na utamaduni unategemea na nini, mwalimu? Sasa utamaduni unajengwa kutokana na harakati mbalimbali za mapambano ya kupigania uhuru wenyewe katika nchi. Kenya ilikuwa na utamaduni ambao ulikuwa tofauti kidogo, lakini ukiwa una mizizi hii walionayo sasa wakati wa chama kimoja. Kenya pia imepitia chama kimoja. Wakati wa uhuru vyama vingi, baada ya uhuru vikafutwa. Kwa hiyo wakati wa kurudi kwa mageuzi, wa Kenya walipigania mageuzi, naweza kusema mpaka kupitiliza, kwa sababu unakuta wakati mageuzi sasa yalipokuja kutokea, basi watu wana uhuru bana, watu wana uhuru, na uhuru huo watu wanauchukulia hivyo. Ukiangalia hata kwenye vyombo vya habari, kuna gazeti moja Taifa Kenya ambalo huwa linatoka mchana, Taifa Leo. Taifa Kenya na Taifa Leo. Taifa Kenya sasa ni kama imekufa, imeyumba. Kumekuwa na hii habari ya kununua vyombo vya habari, nayo imeingia mpaka Kenya kuelekea uchaguzi. Huwa vinanunuliwa sana. Sasa gazeti kama lile, habari zake kwa muda kama huu, kwa kweli kwa wale ambao wanasoma Kiswahili, kwa sababu wa Kenya sasa hata kama unajua kusoma maneno mawili matatu, wewe unaonekana unakijua Kiswahili. Unajua Kiswahili kile ni sio kama hiki cha kwetu, lakini kinakaribia kama kufariki hivi. Lakini kwa magazeti ya Kiswahili, gazeti linalouza sasa Taifa Leo, ni kwa sababu kwa kweli wakati huu wa uchaguzi magazeti utamaduni yamejishape kuelekea kuwa yanapigia debe upande huu au upande ule. Utamaduni huu wa vyombo vya habari kuweza kuchukua upande huwa unaruhusiwa hata katika nchi zilizoendelea, lakini lazima mtangaze. Kama Azam mkiamua kuwa na mgombea, mseme kabisa kwamba sisi Azam tuna upande huu hapa, lakini mgombea wetu ni fulani. Umesema mgombea wetu ni Hilda. Kwa makini, labda kwa sababu uchaguzi uko mbali. Kwa hivyo hiyo ndio utaratibu umekuwa hivyo. Mwenzetu wa Kenya angejiunga, angeweza kutueleza kwa sababu anasoma zile habari za kila asubuhi, angeweza kutueleza hali ilivyo kwa vyombo. Na jitihada za kumuunganisha kwenye mjadala zinaendelea, lakini wakati huu pia bado napata shida tu kwenye aina ya namna wanavyoendesha siasa zao majukwaani, makanisani. Yani wao hawana location. Siasa wao hawana location. Lakini pia wao hawana maneno ya kisi, yani hawachagui maneno. Utasikia huyu anamuita mwenzake sauti ya pili au soprano. Mwingine anamwambia mwenzake umefungia suruali kwenye floor ya pili, yani kifuani. Yani vitu kama hivyo. Ni siasa ambazo tunaeleza kwa minajili ya uhuru, lakini unadhani kwa wao zinawasweet, yani zinakubalika na Wakenya ama ni siasa ambazo pia zinaweza zikawaletea shida hapo baadaye? Kwanza ni siasa ambazo zinakubalika na Wakenya. Unajua Wakenya huwa wana utamaduni wa kutaniana kwa muda mrefu tangu wanapigania uhuru. Kuna movement moja tanikumbusha Mwalimu Kibamba iliyotokea, inaitwa angalia Pwani si Kenya. Unajua wale watu Mombasa wanataka kujitenga, kipindi cha kina Profesa Ali Mazrui anaanzisha vuguvugu la kutaka kujitenga. Sasa matusi alikuwa anatoka Nairobi kwenda kule Pwani, matusi alikuwa anatoka Nyanza kule ziwa Victoria kwenda kule. Ilikuwa ni makuu. Kwa hiyo Wakenya wamezoea kutaniana, wamezoea kutukanana, wamezoea kuchekana, wamezoea kusemana. Ni maneno ambayo hata mwananchi wa kawaida wa Kenya hana lugha ya staha kwa kiongozi wake. Mtu anamuita kiongozi wake Kasongo, na yeye kiongozi anaibuka anasema nasikia mmenipa jina naitwa Kasongo. Kwa hiyo unaona kabisa kuna ule utamaduni wa ustahimilivu wa kuvumilia maneno kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine umekuwa ni mkubwa. Lakini kusema ukweli, kwa hapa kwetu huo utamaduni hatuna. Utakumbuka kipindi kile cha kafu Zanzibar na huku kuna maneno yalikuwa yakirushwa mpaka Mahita akasema mimi nitapambana na hawa mabwana. Unamkumbuka Dadi Mahita? Alisema atapambana Ngangali, na sasa sisi Ngangali na Ngunguli. Kafu alivyosema mwenyewe ni Ngangali, Mahita akafunga mkata, sasa mimi ndo Ngunguli, hawa mimi nitapambana nao. Unaona kabisa sisi siasa za namna ile tulizizima haraka kwa sababu hatuna ustahimilivu wa kupokea maneno tusiyoyapenda. Lakini Kenya
wanao ustahimilivu mkubwa. Unaona huyu bwana Abraham Kithili Kindiki, huyu bwana anapokea matusi lakini hawezi kujibu. Ni mtu ambaye ametulia sana. Lakini sasa hivi naona naye amecharuka. Sasa uvumilivu umefika hapo. Unajua Gachagua anarusha makombora kama ya Iran. Litakalompata ni huyo. Kila siku lazima arushe makombora bwana Rigathi Gachagua. Anasema walimuonea, walimpa kashfa nzito ya kuunga mkono Gen Z, wanamuonea wivu. Amekuwa, lakini sisi hatujazoea. Ndio siasa zilivyo za Kenya. Lakini unadhani kuna faida gani ya kuruhusu? Kuna faida gani na hasara gani ya aina hii ya siasa? Faida ya kwanza, unawapa watu nafasi ya kutoa kile walichonacho moyoni. Faida ya pili, unajenga urafiki wa kawaida. Faida ya tatu, inatengeneza viongozi kufikika kirahisi. Lakini hasara yake, heshima kwa viongozi na utii kwa dola vinapungua. Dola siku zote huwa inataka kuheshimiwa, aidha kwa kutaka au kwa kutotaka, na ndio huwa msingi wa dola. Sisi hapa tunao wakuu wa wilaya. Dola ni nini? Dola ni nini? Yaani dola ni make kumsema kiongozi kama rais ama makamu wa rais ama waziri, kuna uhusiano nini na dola? Yaani kuna toa nani gani ya moja kwa moja kwamba hujaiheshimu? Sasa hili ni somo pana najua, lakini nataka nikupe mfano. Kuna dola kulinda viongozi na dola kulinda umma. Ndio maana nasema kuna maslahi ya umma, kuna maslahi ya dola. Kuna dola kulinda umma na kuna dola kusimamia viongozi na taswira. Kwa hiyo sasa maana ulichokuwa nikisema ni heshima kwa viongozi, sio kwa dola. Sasa dola kwa miaka mingi, hiyo methali hiyo setesi mgogoro waliingia CIA pamoja na John F Kennedy. Dola kuna vitu walivyokuwa wanavitaka kuhusu vita ya Vietnam. Rais hataki. Kwa swali likaja, CIA na Pentagon wakawa wanaulizana, tunalinda maslahi ya dola au tunalinda maslahi ya umma? Au tunatii matakwa ya rais aliyeko madarakani? Wakampa operation moja kuhusu Cuba, akakataa. Sasa huyu rais haendani na dola inavyotaka. Kwa kuna wakati dola huwa inawasumbua viongozi wafuate matakwa yao. Yaani kuna kipindi dola huwa inawachezesha viongozi na washika masikio viongozi waende uelekeo ambao si sahihi. Na kuna wakati dola huwa inawasaliti viongozi na kuwatumikia wananchi. Unadhani kuna mstari mwembamba hapo kati ya uongozi, dola? Ni vitu ambavyo Mheshimiwa Kibamba anafundisha kwenye mavio yao ya mambo yao ya siri, lakini ni mambo ambayo na malalamiko makubwa ya wananchi mbalimbali duniani ni either dola kukumbatia upande ambao si sahihi. Yaani dola kumbeba mtu ambaye habebeki na kupuuza sauti za watu, yani maslahi ya umma unataka nini. Kwa hiyo dola wakati fulani ni lazima iwe cheze balance diplomacy kati ya viongozi na wananchi, iwe kiunganishi kati ya sauti ya umma na sauti za viongozi, ili kusudi nchi iweze kusonga mbele. Dola ikijumbia upande mmoja ni hatari kubwa. Sawa kabisa. Yote haya yanatajwa pia sababu huenda ni mwakani uchaguzi kufikiwa, ndio maana tunashuhudiwa kwa wakati huu. Mwalimu Kibamba. Ndio. Siasa za Kenya kuzielewa hata ukafikia kuzishabikia ukiwa hukai Kenya ni hatari sana. Yaani sijui kama mtanielewa. Yaani ni kwamba ukiwa uko pale, kwa sababu ili uweze kuzishabikia lazima ujue miiko yake pia. Zina miko yake. Kwa hivyo sasa kama wewe ukizishabikia jumla moja kwa moja unaweza ukapata matatizo. Na nilikuwa nafikiri yote haya kabisa ni kwa sababu ya mwakani. Na Kenya ndio katika ukanda huu ndio wameweza, na sijui wamewezaje, wameweza kumaliza uchaguzi mmoja, siku ya pili wakaanza siasa kwa ajili ya uchaguzi mwingine. Kwa kweli huwa hakuna kupumzika. Sisi Uganda, Kenya na wengine sisi Uganda, Tanzania, Rwanda, ukimaliza uchaguzi mmoja mnaambizana kabisa. Viongozi wengine wamekuwa wakituambia kabisa, bana uchaguzi umekwisha, sasa tulete maendeleo. Kenya hakunaga tofauti ya siasa na maendeleo. Na utaona nilieleza taifa lenye uchumi mkubwa zaidi. Ndio nilieleza mwanzoni kama mnaweza kujimwaga, mkao mna utamaduni wa siasa wa kujimwaga na bado mkaheshimu hilo. Na nadhani wewe ulieleza kwamba hilo lazima liheshimiwe. Kwa sababu kama hamuheshimu, maana yake kila siku mtakuwa mnapigana virungu kila siku. Of course ikivuka mipaka imekuwa ikibidi state iweze kuingilia, lakini katika hali ya kawaida unaona kuna ile harakati ya kutaka kuacha. Madhara yapo, mwenzangu ameeleza sana faida, lakini madhara yapo. Kwa sababu kwa mfano
kila kitu kiko mahakamani. Yani sikumbuki jambo liliwahi kufanyika alafu lisiende mahakamani. Watu bwana kwenda mahakamani. Yani ni kama mahakamani ndio nyumbani. Lakini unaona watu kwenda mahakamani kule Kenya, yani hawashangai. Sisi hapa jinsi tunavyoshangaa mtu kwenda mahakamani, ukifungua kesi ukalalamikia jambo fulani, hata kama unalalamikia sheria iliyo mbaya, ndugu yangu, unaweza ukaonekana wewe ni adui, wewe sio mzalendo. Lakini wenzetu mtu akifungua kesi anaonekana anatimiza ule wajibu wake. Anatafuta haki yake. Lakini nyumbani sasa nimesema hasara, kwa sababu nyumbani sasa ule mgawanyiko unawagawa wa Kenya, unaigawa Kenya wakati fulani hadi nje. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya ilipofika zamu yake, kwa wale ambao hawafahamu, zipo nafasi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zimelindwa zitakwenda kwa mzunguko, ikiwemo uwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilipofika muda wake, makatibu wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameshashika watatu. Kwa sababu kashika daktari, amekwenda nayo akaitwa nyumbani, anatakiwa aondoke. Akateuliwa mtu akakaa masaa 24. Masaa 24 mwana mama akarudishwa nyumbani, akaambia rudi nyumbani. Akateuliwa mwingine ambaye amekaa muda mfupi, muda wao ukawa umekwisha. Kwa hiyo unaona yote hii ni zile mbwembwe nyumbani za kisiasa. Ikitokea kwamba watu wamekuguna wewe, umeteuliwa kuwa katibu mkuu au naibu katibu mkuu Umoja wa Mataifa, nyumbani River Road wakikuguna, dola inalazimika iweze kufanya kitu. Kwa hivyo naweza kusema hiyo ni faida, lakini hasara. Kwa sababu ni faida kwa maana ya kwamba dola inakuwa responsive. Dola huwa zinaweza zikawa zina majibu kwa namna mbili. Dola inaweza kawa na majibu kwa kukupigeni, au ikawa na majibu kwa kutekeleza mnayodai. Sijui kama naeleweka hapa. Dola ziko za aina mbili tu. Responsive kwa maana ya kwamba labda nyinyi mko chuo kikuu, mnasema jamani posho yetu haitoshi. Kwa hiyo majibu inaweza ikawaongezea posho, au ikaanza mjadala wa kuwaongezea posho, au kutathmini ile posho kama kweli haitoshi au inatosha, ambayo hiyo ni upande mmoja, au kutuma wale ndugu waje. Yote haya ni majibu. Sasa dola ya Kenya inajitahidi sana kuweza kwa kweli kuwajibu kwa kutafakari. Bora iwe responsive kwa hiyo. Sasa kumbe hutaki responsive vile nyingine. Kwa sababu na hii responsive hii ambayo ni kuja kuwasambaratisha huwa ni immediate, ni dakika moja. Hamna ya tatu ambayo inakuwa iko katikati. Sasa hiyo ya tatu sio. Kwa hiyo naweza kusema kwamba siasa za Kenya, hata ulinzi wao, unakuta ulinzi wa Kenya nao wameenda mbali. Walifika mahala wakaanzisha kitu kilitaka kuanza hapa Tanzania cha viongozi kwa mfano wa kisiasa kulindwa. Mabouncer ilianza hapa. Uganda imeanza, unaona mabouncer wale wa kiongozi wa kisiasa na kadhalika. Lakini utakuta kwamba ukienda kwenye hoteli kwa mfano za baadhi ya maeneo, kwa sababu pia uhuru huo una hasara, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatumia huo uhuru vibaya. Wanatumia vibaya huo uhuru mtaani tu. Unaweza kuna mitaa Kenya unaweza ukapokwa tu. Ukapokwa tu, yani unatembea ukanyang'anywa begi. Ule ubabe pia, uhuru umekuwa sasa mpaka ubabe. Sasa unakuta kuna hoteli ambazo yani kuna mtu yuko ndani, ukiwa unagonga wanahisi unakuja kutafuta chumba. Kwa hiyo kinafunguliwa waya fulani hivi. Halafu ukiingia wewe inatosha unene wako tu, panafungwa pale. Udhibiti wa namna hiyo ndio maana nimesema. Ukishaingia wakifunga inakuwaje tena? Sasa kama utakuwa umebahatika kuchukua chumba, basi ndio unabaki mle. Lakini unabaki sasa ndio umeshafika. Kwa sababu ukitoka nje ni unatoka at your own risk. Yani wao wanakulinda mpaka ule mlango utakapofungwa. Sasa kwa kweli unaweza kuona, sidhani kama Watanzania utamaduni huo mnautaka. Utamaduni huo sisi hatuutaki, kwa sababu tunataka nchi ya kujiachia kwa namna nyingine. Watanzania wajiachia, aende Kariakoo, aende Coco Beach,
aende shambani akalime arudi bila shida yoyote. Sasa ziko nchi za wenzetu ambazo huo uhuru pia ukienda upande huo wa kushoto basi unakuwa. Sasa embo tutazame haya ambayo yanaendelea ambayo mmehusianisha na uchaguzi. Tunazo figures, political figures ama majina mbalimbali kwenye siasa za Kenya. Awali kwenye upinzani alikuwa anasumbua enigma mzee Jacob Raila Amolo Odinga, lakini sasa hivi ukiachana na upande wa Rais William Ruto ambaye yuko na Profesa Kithure Kindiki na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamebaki kumuunga mkono, lakini upande wa pili kuna majina mengi sana ya upinzani ambao imekuwa ngumu sasa kujua ni yupi kinara wa upinzani nchini Kenya. Kuna Rigathi Gachagua, kuna huyo aliyekuwa waziri kwenye serikali ya Uhuru Kenyatta, Matiang'i, lakini pia tuna mzee wa Gen Z, Jaji David Maraga, tuna vijana ambao wanaibuka ambao wana nguvu kubwa sana, Edwin Sifuna pamoja na Babu Owino. Ni yupi ambaye mnamtazama kwamba anaweza akawa mtu mwenye nguvu na kinara wa upinzani nchini Kenya kuelekea uchaguzi wa 2027? Lugete. Mimi kwa mtazamo wangu, mimi kama ODM wakituliza akili zao bila kushawishika na yeyote, bila kuungana na kambi ya Ruto, wakimsimamisha Babu Owino wanaweza kupata faida moja. Tatu, faida ya kwanza, Babu Owino anakubalika kwa vijana. Unakumbuka hata kwenye msiba wa baba kwenye ule uwanja wa Kasarani alivyokuja tu Babu Owino, kila mtu babu babu, na Babu Owino alikuwa wa kwanza kabisa kupinga kitendo cha chama cha ODM kumchagua Oburu Odinga, ndugu yake, kama kiongozi wa muda. Lakini Babu Owino ni msomi. Lakini cha tatu, Babu Owino ni moja kati ya viongozi ambao wamekuwa wakichallenge mfumo kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo anaaminika. Kwa mimi kwa ODM, kama kweli wanataka mwaka 2027 waweze kuja na ushindani ambao unaweza ukaleta unaweza ukaishake serikali ya Ruto. Babu. Lakini kitu cha pili, kama kweli wanataka kuiangusha serikali ya Ruto, moja ni ODM Wajaluo wakiweza kuungana na wale wa Kikuyu kule, na wale wakina David Maraga wakiweza kuungana, Rigathi Gachagua, David Maraga, wakina Edwin Sifuna wakiweza kuungana na ODM wakasimamisha mgombea mmoja, uchaguzi wa mwakani unaweza kuwa mgumu. Unadhani kati ya hao wote wa upinzani, Rigathi Gachagua, David Maraga, Edwin Sifuna, Babu Owino, nani ambaye anaweza akawa flag bearer, yani akawa wamsimamishe Babu Owino, uchaguzi unaweza kuwa mgumu sana? Na hilo swali hilo kwa Mwalimu Kibamba, unadhani ni nani anaweza kavaa viatu vya mzee Raila Odinga na akawa kinara wa upinzani nchini Kenya? Kwa kuangalia siasa za Kenya jinsi ambavyo zimekuwa, tangu Moi ana kamata nchi mpaka baada ya siasa za vyama vingi kurejea, itakuwa ni mapema mno kwa sasa kuzungumzia nani hasa, kumzungumzia mtu. Kwa sasa tunaweza kuzungumzia sifa, chemistry gani, mchanganyiko gani utaweza kuwapa kutingisha. Maana hatuzungumzii kuangusha serikali ya mtu hapa. Tunazungumzia ushindani. Tunazungumzia kuleta ushindani ambao ni, na hiyo ndio wenzetu kwa kweli wako mbele, kwa sababu Wakenya wanapanga safu zao kwenye uchaguzi mpaka bendera. Wiki hii unaweza kusema chama hiki kitashinda, wiki ijayo unaweza kusema haisi wiki hii. Sasa hiyo baba ndio amewaachia. Raila Odinga amewaachia uwezo wa kutengeneza timu ya kampeni ambayo kuanzia mliyemteua mpaka wanaokusaidia wanaweza, lolote unaweza kusema lolote linaweza kutokea. Lakini kama watapanga safu vibaya, mimi nawaona akina Sifuna ni vijana wadogo. Sifuna ukimwangalia miaka 5 ijayo, Sifuna anaweza kufanya, yani tunazungumzia 5 baada ya mwakani. Sifuna tutakuwa tunazungumzia hatari. Kama kutakuwa kujatokea wengine, kwa sababu akina Miguna nao walikuwa hatari kwenye siasa za Kenya. Lakini hivi sasa anazungumzia yuko huko Canada kwa sababu zilizojitokeza, kwa sababu ilifikia wakati tumesema hawapati shida sana, lakini wanapata shida pia. Miguna alimwapisha Raila Odinga kama rais wa mtaani, lakini hilo limemletea shida. Maana hivi sasa tunavyozungumza pasipoti ya Kenya ilichukuliwa. Hivi sasa si raia wa nchi yoyote, akapakizwa ndege duniani. Alipakizwa, uliwahi kuona unapakizwa ndege unaambiwa hebu nenda, yani uambiwi uende wapi.
ila nenda tu uondoke hapa kwenye ardhi hii. Kwa sababu hiyo basi naweza kusema kwa sasa upande huu wa upinzani, nachokiita upinzani, unajua raha ya Kenya, yani waliokuwa wapinzani mwaka juzi, mwaka huu wanaweza wakawa wako kwenye utawala, ambayo wengine hatujazoea. Kwa mfano Uganda haijazoea hilo. Uganda kwa miaka 40 tangu mwaka 86 dhana ya upinzani imekuwa ndo hii unayoiona kabisa. Na Tanzania pia tumekuwa na mbadilishano ndani ya CCM kabisa na hapo kwenye upinzani. Mfano mzuri kama ulivyoeleza hapo mwalimu ni kwamba watu kama kina Musalia Mudavadi ambaye sasa hivi ni waziri wa mashauri ya kigeni na Moses Wetangula ambaye ni speaker, walikuwa ni viongozi wa upinzani wa muda mrefu sana. Tena maridadi maridadi kweli. Lakini unamwacha Martha Karua nyota yake kuna wakati iling'aa mpaka ulikuwa unaweza kusema Kenya inaweza kupata rais mwanamke. Lakini hebu fikiria sasa hivi hao watu na hapo sasa ndo tunapata shida kujua ni nani hasa ambaye anaweza akawa na nguvu, kwa sababu tuna watu wengi sana ambao wanautaka urais na kama ambavyo tumewataja, tujamtaja pia Balozi Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka ambaye naye pia anatajwa kwa kiasi kikubwa. Fred Matiang'i naye pia tumemtaja hapo, alikuwa waziri kwenye na sasa hivi amekuwa moto kweli. Sasa kwa mfano upinzani ukiungana, umesema Edwin Sifuna labda kwa miaka 5 ijayo, lakini kwa sasa ni yupi ambaye unamuona anaweza akawa na vile vigezo na zile sifa za kuuzika mbele ya Wakenya, Mwalimu Kibamba? Nimekwisha sema, nimeshatoa jibu. Kama una hamu sana ya kuondoka na jina moja katika kipindi hiki cha leo, ningependa nikwambie itifaki ya uchaguzi inataka Wakenya wenyewe hivi leo tunavyozungumza hawajafanya maamuzi ya majina. Hata upande wa Rais Ruto, kwa siasa za Kenya zilivyo, ingekuwa siasa za hizi nchi zingine ungeweza kukuta watu wanasema si tunaye tayari. Kwa Kenya hata Ruto mwenyewe bado anacheza karata yake vizuri hivi sasa ili aweze kufanya nini, na ndio raha hiyo. Unacheza karata mpaka dakika ya mwisho kwamba ili niweze kuteuliwa. Kwa sababu wakitokea wenzako wakakupinga sana ndani ya muungano wenu, kinachoweza kutokea ni kwamba mtakuwa mmeporomoka kabla hamjaanza mchezo. Sasa kwa sababu mwalimu nimekudadisi sana, umegoma kabisa kunitajia jina moja. Upate jina labda kutoka kwa Lugete. Katutajia Babu Owino. Yeye anaona Babu Owino ndio anaweza akawa flag bearer. Lakini kwa sababu uligusia hapo ukasema kwamba tuwaulize pia na Wakenya wenyewe wanavyoona hali jinsi ilivyo. Na moja kati ya Wakenya ambao tutazungumza nao hapa ni Edwin Kegoli. Tunazungumza kuhusu siasa za Kenya na ambazo tumeona hata kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wakishangaa kuona kile kinachoendelea, mivutano ya hapa na pale, kutupiana maneno na vitu kama hivyo. Tunaye hapa Mwalimu Deus Kibamba, Musa Lugete, na kule Nairobi ameungana nasi muda mfupi uliopita Edwin Kegoli. Sasa Edwin, sehemu ambayo tulikuwa tumeishia kwenye mjadala wetu ni kuhusu upande wa upinzani ambako tumesikia majina mengi sana yakitajwa, kila mmoja na nguvu yake, kila mmoja na ushawishi sehemu yake. Rigathi Gachagua amekuwa na nguvu sana eneo la Mlima Kenya. Tumeona David Maraga akiunga mkono sana na vijana, Babu Owino, Edwin Sifuna ambaye anatazamwa kama mwanasiasa anayekuwa kwa kasi sana, lakini wapo wanasiasa wengine waliokuwepo kwenye upinzani kina Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Cleophas Malala na wengine wengi. Lakini nataka kusikia kutoka kwako, Wakenya wanataja jina gani hasa kati ya majina hayo? Naam, asante sana kakangu, na nashukuru sana kwa mwaliko wa leo. Kwa majina uliotaja, lile jina ambalo linatajika zaidi ni Edwin Sifuna. Na unapata kwamba Wakenya wengi wanasema sisi ndio Sifuna katika mikutano ya hadhara ya kisiasa ambayo wanaenda kuhutubia. Unapata kwamba wakati ambapo Edwin Sifuna anashika kipaza sauti, unasikia umati unasisimka kweli kweli na unasema kwamba sisi ndio Sifuna. Manake ni kwamba Sifuna amekuwa katika njia panda ya kuweza kuikosoa serikali vikali na bila uoga, na vile vile amemkosoa rais hadharani kwa mikutano ambayo rais amekuwa akihudhuria, haswa kabla ya kifo cha Raila Odinga. Na si Wakenya wengi ambao wana niseme
ujasiri kama wa Edwin Sifuna, kwa maana wengi wanaogopa kumwambia rais ukweli ama kuweka mambo paruanja ili rais aweze kuyasikia, lakini unapata kwamba Edwin Sifuna anayasema jinsi yalivyo. Hata kukafika wakati ambapo hayati Raila Odinga alikuwa anamwambia Sifuna asiwe chungu sana, lakini Sifuna ni Sifuna, kwa maana yeye anasema tu bila uoga. Lakini pia ako na kikundi cha wanasiasa wengine ikiwemo Babu Owino, ambao pia wakienda kuhutubia mikutano ya hadhara unapata kwamba wanasisimua umati. James Orengo, mwanasiasa ambaye ana tajriba si haba, na pia anasaidia katika ushawishi na kutia ujasiri katika timu hii ya vijana ambayo inaongozwa na Edwin Sifuna na Babu Owino. Vile vile kuna wanasiasa wengine ambao wameungana na mrengo huo ikiwemo Godfrey Ososi ambaye ni naibu party leader wa ODM, na vile vile kuna kina Caleb Amisi ambao wameungana sana na timu hii. Lakini pia akina Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua ni wanasiasa ambao wamekuwepo, lakini kwa kiasi hawana ule msisimko wa nchi nzima jinsi ambavyo tunavyoona vijana hawa kama Sifuna na Babu Owino, kwa maana Rigathi Gachagua amekuwa naibu wa rais akabanduliwa mamlakani. Fred Matiang'i amekuwa mkuu wa mawaziri na bado hajakuwa na ushawishi wa kiasi sasa katika taifa la Kenya, hivi kwamba sasa uzito uko katika kambi ya Edwin Sifuna na Babu Owino, na wamesema kwamba mpango wao ni kutoa Rais William Ruto na watafanya kile wawezacho kuweza kumng'oa. Sasa katika kambi hiyo kati ya Edwin Sifuna na Babu Owino, kiongozi ni nani? Lakini wanasiasa wanazani sawa. Edwin Sifuna. Sasa Edwin Sifuna mtoto wa Kakamega, lakini seneta wa Nairobi, msomi wa sheria, amekuwa hana muda mrefu sana kwenye siasa, lakini kwa kipindi ambacho amekuwepo amekuwa na ushawishi mkubwa. Anatajwa kama mwanasiasa radical, mtu mwenye misimamo mikali ya ukosoaji, na hapa Tanzania amekuwa akifananishwa na John Heche kwa hiyo misimamo. Kuna kile kitu wanaita presidential material, yani mtu ambaye ana material ya urais, kwamba kuna muda anakuwa na utulivu, busara, hekima. Unadhani kwa sifa hizo zinaweza kumbeba Sifuna kuelekea uchaguzi wa 2027? Nitasema kwamba uzoefu wake wa kisiasa bado haujafikia tajriba ya kuwa rais, kwa maana kiti hicho cha rais si kiti tu ambacho mtu anakuja na anazungumza jinsi anavyotaka ama anavyofikiria. Lazima uwe na ustaarabu fulani, lazima uwe na moderation katika usemi, katika vitendo. Ukipata kama Sifuna kwa sasa anafikia ile hadhi ya kuweza kusisimua presidential campaign ya mtu mwingine, lakini bado anahitaji uzoefu, kwa maana ni mara yake ya kwanza kuwa katika ulingo wa kisiasa, haswa katika seneti, kwa maana amejaribu kuwania hapo awali lakini hakuweza kufaulu. Lakini uchaguzi uliopita aliweza kutoa kiti cha useneta wa Nairobi, hivi basi hajakuwa na uzoefu wa kumwezesha kuwa rais. Lakini pia huwezi sema kwamba ukimpatia kiti cha urais hata tekeleza, bali katika tajriba na uzito wa kiti cha rais bado kidogo, jinsi mambo yalivyo sasa hajafikia. Na ukiangalia kwa mwelekeo sasa kwa hawa wanasiasa wenye uzoefu kina Matiang'i, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, ni upi ambaye vijana hawa wanaweza wakampa nguvu na wakamuunga mkono na akapata nafasi pengine 2027 wakati wao wanaendelea kujijenga zaidi kuelekea uchaguzi unaofuatia? Katika hawa wanasiasa wote, yule ambaye anakaribia sana ni Kalonzo Musyoka,
kwa sababu Rigathi Gachagua amekuwa naibu wa rais, tumemuona, tumemsikia, wakati mwingine semi zake zimekuwa za kugawanya Wakenya katika misingi ya hawa walikuwa mrengo huu, hawa wakakuwa mrengo huu, na wote Wakenya wanalipa ushuru na unaenda kwa kikapu kimoja, na hivi kwamba yeye hajadhihirisha kwamba anaweza kuwa presidential. Na vile vile ukimtazama Fred Matiang'i pia kuna uzuri wake, ameleta mageuzi katika sekta ya elimu, katika sekta ya usalama, lakini bado katika uzito wa kuwa rais hajafikia kiwango kile. So unafuata kwamba yule ambaye ako karibu sana ni Kalonzo Musyoka, na sasa ukipata Kalonzo Musyoka akiweza kuungana na timu kama ya kina Edwin Sifuna na Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i wa support, basi itakuwa mrengo wa uzito wa kiasi cha haja. Na kuna wakati pia kulikuwa na vuguvugu la vijana Gen Z kumuunga mkono wa Jaji David Maraga. Ni kama sasa hivi vijana wamempa kisogo, sio? Upepo umebadilika. Good luck. Unajua wakati vijana walikuwa katika ile maneno ya finance bill, walikuwa wanajaribu kutafuta ni kiongozi yupi ambaye anaingizana na malengo yao na anawahisi na anawasikia, na walikuwa wanajaribu tu, wakafikiria Maraga kwa sababu amekuwa ni kiongozi ama jaji mwenye msimamo mkali, na vile vile yule ambaye haezi kushurutishwa, wakakuwa wanaonelea kwamba wanaweza muunga mkono na akawa kiongozi wao, lakini hawakumchukua kwa maana bado vijana Gen Z walikuwa wanajaribu kuangalia tupe good luck, tupatie huyu kaka mwingine, lakini hawakuwa wamepata msimamo dhabiti ni kwamba ni kiongozi yupi. Lakini kwa sasa inaonekana kwamba vijana wanaegemea upande wa Sifuna. Kama Jaji Maraga hana uzito wa kisiasa katika taifa la Kenya, na akiwania kiti cha urais, good luck, ninakuhakikishia kwamba hata kipata kiti hicho, kwa maana kiti cha rais humu nchini si kiti cha sera tu, bali kuna mitazamo ya kikabila, mitazamo ya kimaeneo ambayo inaingiana katika kupigiwa kura, kwa maana Rais William Ruto anakuja tayari akiwa na uungwaji mkono katika eneo analotoka la Bonde la Ufa, katika eneo la Nyanza. Sasa amekita kambi kule kuweza kuchukua ngome ya Raila Odinga, na vile vile anaingia katika maeneo ya magharibi, na unajua eneo hilo la magharibi haswa huwa ni swing area. Magharibi natazama hivi, wanaona William Ruto anakuja pande yetu, wanaenda saidi yake. So unaona kwamba Rais William Ruto na ako mamlakani, itakuwa vigumu sana kumbandua. Na ukitazama upande mwingine, Edwin Sifuna na Babu Owino, huo mrengo unajaribu kuchukua vijana. Shida ya vijana ni kwamba hawachukui kura, hawana ile patience ya kusimama katika foleni kuweza kuhakikisha kwamba wamepiga kura, jinsi wa mama na watu wa umri wa kati na kwenda juu wanaweza kuwa na uvumilivu ili waweze kupiga kura. Hilo swala peke yake linaweza kuwanyima vijana, as much as wako na kura, wako na numbers za kuweza kumpitisha mtu yeyote wanayetaka, lakini hawana the patience ya kumwezesha kutoa kiti cha urais. So napata hiyo ni changamoto kubwa, na ikiwa vijana basi wanaweza kusema kwamba tumeamua na tutachukua kura na tutasimama foleni kuanzia saa ngapi hadi tupige kura, basi good luck, kunaweza kuwa na mabadiliko makubwa sana katika kiti cha urais. Kwa kumalizia, Mwalimu Kibamba, vijana ndio raia wengi katika nchi nyingi hizi za Afrika Mashariki, na tumeona vijana wakiunga mkono wanasiasa ambao ni radical. Kule Uganda tumeona wanasiasa wa upinzani kama kina Robert Chagulanyi wamekuwa wakipata nguvu. Kenya tumeona Edwin Sifuna, Babu Owino. Huko Tanzania tunao kina John Heche, kina Tundu Lissu. Nini hatima ya siasa hizi za nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla, ukiangalia na nature ya vijana? Tumezungumza kuhusu Gen Z na aina ya watu wanaowapenda. Nafikiri tutahitaji kutia sayansi kwenye siasa za Afrika, hasa hapa Afrika Mashariki. Vijana ni factor mpya, ni potential factor mpya, wanaweza wakawa ndio waamuaji wa uchaguzi zijazo.
uchaguzi ujao, miaka ijayo, mimi natazama miaka kama 6-7 ijayo, waamuzi watakuwa ni vijana. Lakini je, tutawafanya waweze kuwa waamuzi? Kwa sababu mpaka hivi sasa unaona matatizo mengine madogo madogo haya. Huyu ndugu yetu anazungumzia jinsi ambavyo hata kama Mkenya kijana amejiandikisha, uvumilivu tu wa kusubiri mpaka aweze kupiga kura. Akisubiri anasema bwana ngoja nitoke kidogo, alafu harudi. Lakini nchi zingine, kwa mfano Uganda, vijana ukiitisha maandamano ile tunaita Black Monday, vijana ni nyomi, wanaandamana kweli kweli, lakini hakuna hata mmoja mwenye kitambulisho cha kupigia kura. Tanzania vivyo hivyo, vijana kwa kweli mwamko wanao. Ukiitisha mkutano Tandale, sasa viongozi wengi wa kisiasa hasa wa upinzani Afrika, kuna matatizo matatu. Kwanza, vijana wengi wako mjini, wamejazana mjini. Kuanzia Zimbabwe mpaka uende Cairo, vijana wengi wako mjini. Kwa hiyo ukihutubia ukasikia unaweza kusema sasa nimeingia Ikulu. Kura zikihesabiwa ndio unasema nimeibiwa hapa. Nimeibiwa hapa. Kumbe ulikuwa mjini. Kumbe ilikuwa ni kwamba hujaangalia kule vijijini watu wanaopiga kura kwa kutulia. Yani anaondoka, anampitia na jirani yake, wanampitia na mama mwenzao, wanakwenda wanapiga kura kwa utulivu. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri hii tusiiache, wanasiasa wasifikiri utamaduni huu wa vijana utageuka wenyewe. Ni lazima tukifanyike kitu ili kugeuza hamasa. Vijana wameshaipata, lakini kule kufanya kampeni ya kuhakikisha vijana watajiandikisha na vijana watakwenda kupiga kura. Viko vyama Afrika hasa vitawala vilivyotawala muda mrefu, vyenyewe huwa watu wanapitiwa nyumba kwa nyumba, figa kwa figa, kwa sababu wana uzoefu kwamba watu wanaweza hata wawe na kadi ya kupigia kura, wanaweza wasipige kura, wasipopiga kura. Shukrani sana Mwalimu Kibamba, asante sana, na bila shaka kwa hapo, kwa sababu hapo mengine yanaendelea, tutapata muda mwingine wa kuzungumza. Asante sana Mwalimu Deus Kibamba, shukrani sana Lugete, Musa Lugete. Edwin Kiagoli, nakushukuru sana kwa kuungana nasi na kutakia majukumu mema hapo Nairobi. Na sisi hapa tunakamilisha hivyo mjadala wetu tukimulika siasa za Kenya.